Ule msemo unaosema kidole kimoja hakivunji chawa umesadikika kwa vitendo baada ya viongozi na vijana wa jimbo la Kwahani kuungana kuwasaidia watoto yatima katika jamii yao, ambapo uongozi wa jimbo la Kwahani una mpango wa kuanzisha programu ya mtoto kwa mtoto katika jimbo hilo ili kufikia azma ya maendeleo kwa wote. Haya yameelezwa na mwakilishi wa jimbo la Kwahani Mohamed Sidiamini Mohamed katika futari na ugawaji wa sadaka kwa watoto yatima wa jimbo la Kwahani iliyoandaliwa na vijana wa hamasa wa wadi ya Muungano M3. Mwakilishi Sidiamini amewataka kila mmoja wa kundi hilo kuwalea watoto yatima na kuendeleza maendeleo yao pamoja na makundi mengine ya hamasa yaliyopo ndani ya jimbo hilo na kuwashauri kushirikiana kwa pamoja ili maendeleo katika jimbo la Kwahani yaendelee kukua. Nimeambiwa hapa kwamba kuna watoto wetu ambao ni mayatima. Sasa kupitia nafasi hii nataka pia nitoe azimio na maelekezo, kwa sababu haya makundi yote haya mawili na ya mudu Kwahani tuitakayo na M3 sama na Mungu na mtume, lakini sisi tulikuwa ni sababu wa haya makundi mawili kuzaliwa, au kuna mtu anabisha? Sasa kama sisi ndo walezi, tunasema hivi, kuanzia sasa, wazungu wanasema from now on, kila mtoto wa M3 na Kwahani tuitakayo nataka awe na yatima mmoja ambaye yeye analea. Na ulezi huu wa vijana wa M3 na Kwahani tuitakayo, ulezi huu maana yake ni nini? Wewe utakuwa ni dhamana tu wa kuweza kwamba unakuwa ni rafiki yake yule mtoto, inakuwa wewe ni sababu ya faraja yule mtoto yapate tabasamu. Kwahani, tulipokuwa Kwahani nilisema kwamba insha Allah tuliwapa ahadi ya watoto, mtaendelea kufurahia maisha kama vile wanavyofurahia maisha watoto wengine. Sasa kupitia haya makundi yetu, kila mmoja anao uwezo wa kuwa na yule mtoto yatima, hata kama ana mzazi wake, ana mlezi wake, lakini sisi tukikuita katika kundi, tukikwambia mtoto wako anaendeleaje, wewe uweze kutupatia taarifa. Mwenyekiti wa CCM wadi ya Muungano Makame Hadhari amewapongeza vijana wa M3 kwa kuwapa sadaka na kuwafariji watoto hao, na amesema lengo la makundi hayo ni kuona wakishirikiana na viongozi na jamii ili kukuza maendeleo ya Kwahani. Tukawaambia hili jambo litapendeza zaidi kwa wakati huu tukiftari kwa pamoja na watoto mayatima ambayo wanatuzunguka katika wadi yetu, kwa sababu hili jambo ni jambo la kheri katika kuftarisha, lakini vile vile ni jambo la kheri zaidi kula na watoto yatima. Hivyo vijana wa M3 tunawapongeza sana kwa uamuzi wao mzuri na wa kupigiwa mfano. Dhumuni ya kuundwa haya makundi kama mlivyosikia, maana ya M3 maendeleo mazuri, muungano. Haya ndiyo maendeleo ambayo tunayotaka. Mkuu wa kundi la M3 Saumu Hamis Kabili amesema lengo la futari hiyo ni kuwakutanisha watoto yatima wa jimbo hilo na kuwafariji katika mwezi huu mtukufu huku wakielekea sikukuu. Pia wamesema wamepokea maelekezo ya mwakilishi wa jimbo hilo na watafanyia kazi. Tunashukuru, alhamdulillah, tumemaliza jambo letu salama salimini, lakini hii tunamuomba Mwenyezi Mungu iwe ni endelevu. Tunaomba viongozi wetu watusapoti juu ya hili, lakini pia tunawaomba wabunge, wawakilishi pamoja na madiwani wasituache nyuma katika vijana, yani wao wanatusapoti jambo hili, kwa sababu hili ni jambo la kheri na ndio linalotakiwa. Unaambiwa utoe sadaka ambayo kwamba wale wanaostahili, na wao katika watoto wanaostahili ni mayatima. Kwa hiyo tunawaomba viongozi wetu wasituache mkono juu ya hili, lakini shukrani nyingi sana zinaenda kwa viongozi wetu, mbunge, mwakilishi na madiwani na wote waliotusaidia katika jambo hili kwenda salama usalimini. Tunashukuru kwa kusema alhamdulillah. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie heri na baraka tele katika kundi letu hili, na atuzidishie heri ambazo kwamba zitakuja kila mwaka kuongeza bidii katika kufanya iftari yetu kila Ramadhani. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatma Benard, ASAM Online TV.